Tangu ruhusa ilipotolewa ya kukopesha, kwa taarifa nilizozipata ni kwamba kwa kipindi cha mwaka 24-25 mmefanikiwa kutoa mkopo wenye thamani ya shilingi bilioni 6.8 kwa mkoa wa Tanga. Mmejitahidi sana. Shilingi bilioni 3.8 zimetokana na michango ya 10% ya halmashauri na shilingi bilioni 3.4 kutoka kwenye marejesho ya mikopo iliyotolewa. Naomba nisisitize kitu hapa. Tunaposema mikopo hii irejeshwe, maana yake ni kwamba ikirejeshwa kuna watu watakopa tena, lakini kuna wapya, vikundi vipya ambavyo vitakopeshwa. Ukiangalia kwenye shilingi bilioni 6.8 ni bilioni 3.8 ni mpya. Bilioni 3.04 hizi ni fedha ambazo zimetokana na marejesho. Naomba tujitahidi tutakaopata fedha hizi kurejesha, ili mwaka huu ama mwakani tuweze kutoka kwenye shilingi bilioni 6.8 tufike bilioni 10 ama zaidi kwa mkoa wetu wa Tanga. Leo hii tunakwenda kutoa mikopo ya vikundi yenye thamani ya shilingi bilioni 2.761 kutoka halmashauri za jiji la Tanga, halmashauri ya Lushoto, halmashauri ya mji wa Korogwe, halmashauri ya wilaya ya Korogwe na halmashauri ya wilaya ya Pangani. Kiasi hiki cha fedha kinakwenda kugusa vikundi vya wanawake 155, vikundi vya vijana 71 na vikundi vya wenye ulemavu 19 na kutengeneza ajira zipatazo 1715. Hii ni sehemu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi pamoja na wananchi mlioko hapa, ya utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 kuhakikisha kwamba tunatoa mikopo kwa vijana, mikopo kwa wanawake, mikopo kwa watu wenye ulemavu. Kila afisa masuhuli hakikishe mikopo iliyotolewa inarejeshwa kwa wakati. Nimewasifu sana hivi vikundi 10 nilivyovikuta hapa ambavyo wamechukua mikopo, wamerejesha mikopo hiyo kwa wakati na wakaweza kupata mikopo mingine. Kwa hiyo niendelee kusisitiza na kuelekeza kwamba wote watakaokuwa wamepewa mikopo hiyo wairejeshe kwa wakati. Kupitia kwa wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa, wahakikishe mikopo hii inakwenda kila kata. Hili nilielekeze, tuna wataalamu kule wa maendeleo ya jamii kwenye ngazi ya kata, wafanye kazi zao vizuri na kuhakikisha kwamba wale wenye uhitaji wa kusaidiwa kujaza fomu za kuomba mikopo ile wanasaidiwa, ili kila kata kuwe na vikundi vya wakina mama, kuwe na vikundi vya vijana na walemavu ambao wako kule wanufaike na mikopo hii. Mheshimiwa, ndani ya siku 100 tangu ameteuliwa kwa rais, kuna mambo ambayo ameahidi. Mojawapo ni hii ya mikopo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Mwaka jana tuliweza kutoa mikopo ya bilioni 6.8. Kabla ya kufika miezi 6 tayari tumetoa mikopo ya bilioni 2.6. Kwa maana hiyo mpaka mwisho wa mwaka tutaweza kutoa takriban mikopo ya bilioni 8. Hivyo basi, Mheshimiwa, leo hii utakabidhi hundi ya shilingi bilioni 2 na milioni 761 na laki tano kwa vikundi kutoka katika halmashauri za Pangani, lakini kuna vikundi kutoka katika mji wa Korogwe, lakini pia Mheshimiwa Waziri, Lushoto, lakini pia Korogwe DC utatoa hundi ya shilingi milioni 260 na laki tano katika vikundi 52 na wanufaika watakuwa 302. Na hapa Tanga jiji utakabidhi hundi ya bilioni 2. Makofi kwa Tanga jiji, bilioni 2.
ambapo kutakuwa na vikundi 137 na wanufaika ni 686. Tumebahatika mara ya kwanza kuomba mkopo wa halmashauri milioni 17. Tumechukua bajaji 2 ambazo hizi mnazoziona, na awamu ya pili tumeomba milioni 22. Tumebahatika tena kuchukua bajaji 2. Kwa hiyo watu wawili wenye ulemavu wanamiliki bajaji 4. Kwa Mheshimiwa Rais tunampa shukrani, tunatoa shukrani zetu kwa kutuwezesha mpaka hapa tulipofikia. Tumenufaika na pia tunaheshimika katika familia zetu, na pia sasa hivi tunaitwa mabosi. Tumeajiri watu 4, vijana 4, madereva. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha mpaka hapa tulipofikia, na tutaendelea kujiwezesha wenyewe. Mkopo wa milioni 50 umetusaidia na kututoa pale ambapo tulipokuwa mwanzo, ambapo ilikuwa biashara kidogo ni ngumu, lakini sasa hivi tumeboresha mazingira na tumeongeza pia michezo ya kisasa. Kwa biashara imekuwa ni nzuri sasa hivi na inaweza kulipa, na tayari tuna malengo ya kuweza kuongeza biashara nyingine au kutanua tawi lingine kwa biashara ile. Kwa sasa hivi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kututoa pale tulipokuwa na kutuvusha mpaka hapa tulipo. Tunamshukuru sana sisi kama vijana, na tunaahidi kulipa kwa wakati ili tuweze kupata mkopo mwingine mkubwa zaidi kuweza kuendelea. Tunakushukuru sana. Sisi kama Unity Youth Group tunashughulika na ufugaji wa kuku, ambapo katika ufugaji wa kuku tumebase zaidi katika vifaranga pamoja na kuku wa mayai kwa maana ya layers. Kwa hiyo tunatoa vifaranga wa day 1, lakini pia tunatoa bidhaa ya mayai pia katika kikundi chetu. Fanya shughuli ya ufugaji kuku kwa sababu tuliona fursa kwenye ufugaji kuku, alafu tukaona uhitaji ambao watu wanao. Kwa hiyo tukaichukulia kwamba ni fursa, lakini pia inaweza ikatupa sisi kutuinua kiuchumi, kwa sababu ni fursa ambayo ina mzunguko mzuri kwenye biashara.